Shida ya Simba ni mfumo, kwa maana ile structure ya kiuongozi, au shida ya Simba ni katiba ya Simba? Moja kwa moja hao viongozi ambao wapo kwenye huo mfumo wa klabu ya Simba ni lazima wafuate katiba ya klabu ya Simba. Kwa hiyo moja kwa moja klabu haja kurekebisha hao viongozi, ni lazima warekebishe ile katiba ambayo hao viongozi ndio ambao wanaifuata kwa sehemu moja ama nyingine, though sidhani kama wanaitekeleza kwa 100%. Kwa hiyo kama kuna vipengele ambavyo unaona kwenye uongozi vinakatizwa kutokana na katiba, ni lazima marekebisho yawepo kwenye hiyo katiba. Kwa hiyo katiba kwa sehemu moja ama nyingine ndio ambayo inabidi iwe sawa na namna ambavyo watu ambavyo wanahitaji, ili hawa viongozi ambao watakuja kuisoma ile katiba na kuielewa na kuienenda waweze kuwa kwenye rula ama kwenye mstari ambao umenyoka, ili mradi hata mashabiki, wanachama wasiwe wanalalamika sana. Na nikwambie kwamba yani hakuna kitu ambacho kinawaumiza wana Simba kwa sehemu moja ama nyingine, ni kuona timu yao namna ambavyo inakwenda, and then viongozi ni kama vile bado hawajakaa sawa. Yani wakati ambao klabu inapitia changamoto na kwenye sehemu ya uongozi napo pia hakujakaa sawa, wao nafikiri marobaini wake utakuwa ni nini zaidi ya kushika nafasi ya 12 kwenye msimamo msimu huu kwa klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna muda sasa ifike hata pia katiba nao pia iweke sawa ama bayana, ili madi hawa viongozi ambao wanaifuata hii katiba waweze kuienenda kwa sehemu moja ama nyingine. Simba wakati wa kusajili tunapewa taarifa Mohamed Dewji ndio anayetoa pesa. Of course iko wazi. Anapigiwa makofi huko. Wanasajiliwa wachezaji. Akina Neo Maema. Hivyo wakina Shamu Karabu wanasajiliwa hapo. Timu ikiingia uwanjani ikipata matokeo mabovu, lawama, mtu wa kwanza kuwa appointed ni nani? Kuwa appointed ni Murtaza Mangungu. Hiyo Simba ikitoka kwenye nyakati ngumu ambapo anakuwa analaumiwa Mangungu, ikishinda sifa zinarudi kwa Mohamed Dewji. Wana Simba wanamtendea haki Murtaza Mangungu? Kwa sehemu utaona kwamba kiongozi mashabiki kwa kiongozi wao wanakuwa mnyima ile haki yake ya kustahili pongezi kwa sehemu moja ama nyingine. Na unajua pongezi au sifa kwa mtu zinamuongezea utendaji mzuri wa kazi kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini unakuja kuangalia, ni wazi umesema kwamba wakati msimu unaanza, tajiri ndiye ambaye yeye analitoa mapendekezo. Bwana, tumemwona Johnson Soa, huyo gharama yake ni shilingi ngapi? And then yeye tajiri anatathmini and then anatoa mzigo. Bwana, tumemwona Neo Maema, ipo Mamelodi Sundowns, gharama yake ni shilingi ngapi? Anatoa mzigo. Lakini huyu mwenyekiti wa klabu ambaye ni Murtaza Mangungu, kwa kushirikiana na bodi yake bodi ya wakurugenzi wa klabu, kwa kushirikiana pia na wale CEO na wale maskauti, wanakaa chini na kuanza kuzungumza, na pamoja pia na head coach, kwa sababu huwezi kufanya sadili pasipokuwa na mwalimu kuweza kuhusika kwa sehemu moja ama nyingine. Wanatathmini sasa mchezaji gani ambaye anatufaa. Kwa hiyo unaona tajiri anakuwa anapewa pongezi kutokana na mchango wake wa kuweza kutoa fedha, na ni wazi tunaona wachezaji ambao wananunuliwa kwa kiasi wanatumia gharama kubwa kwa wakati huu kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo kuweza kupewa pongezi kwa Mohamed Dewji kwa sehemu anastahili, lakini huyu Murtaza Mangungu yeye anakuwa anapewa lawama kwa sababu yeye ndio kiongozi wa juu kwenye timu. Inabidi awe anaweka mambo yake vizuri, yani hakikishe kwamba mchezaji ambaye anakuja kusajiliwa kweli anaweza kaisaidia Simba kwa sehemu moja ama nyingine. Mangungu akiwa si mtu anayetoa pesa, uhalali wa kulaumiwa kwa kuletwa mchezaji mbovu unatoka wapi? Moja kwa moja yeye kama kiongozi mkuu wa klabu, hayo masuala lazima yasimamie vizuri na hakikishe kwamba kile ambacho kimetolewa na ambacho kinaletwa thamani zinaendana. Sio bosi ametoa kiasi shilingi bilioni 3 unakuja kutuletea mchezaji wa milioni 100. Lazima watu watakuwa wana kushangaa na kuweza kudhihaki kwa sehemu moja ama nyingine. Ndio hicho ambacho kinakuja, na always
ambacho kinatokea kwa Murtaza Mangungu ni kujiamini sana. Unakuta kabla ya msimu hujaanza huaga anawaaminisha watu vitu vingi, na watu wamekuwa wananoti vitu ambavyo anavizungumza wakiwa wanaamini anayenizungumza ni kiongozi mkubwa wa klabu. Kwa hiyo macho na masikio ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba wanakuwa wanatunza kile ambacho anakizungumza, akisema kwamba msimu huu kutokana na usajili ambao tumeufanya ni lazima tufike nusu finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Watu wananoti na watu wanakuwa wanatamba. Amezungumza mwenyekiti, ile hadhi yake kwenye klabu ndio inamfanya watu waweze kumpa lawama kwa sehemu moja ama nyingine. Waya alizungumza hivi na imekuja kutokea hivi. Kwa hiyo sisi alitudanganya, alituonaje kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba mwenyewe kiongozi anakuwa amejipalia makaa mwenyewe kwa kutokujua au pengine kwa kuwafikiria watu wengine kwamba hawana uwezo mzuri wa kufikiria kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo klabu ya Simba kwa sasa hivi ilipofika ni mlolongo mrefu sana ambao tukiamua kuzungumza unaweza ukazunguka sana, lakini mwisho wa siku unakuja kusema kwamba uongozi wa Simba bado haujakaa sawa. Uongozi wa Simba bado kwa sehemu moja ama nyingine unavuja tena kwa asilimia kubwa, jahazi kuzama muda wote. Simba wanahitaji kiongozi mwenye uwezo mzuri wa kufikiri, mwenye mipango. Kwa lugha nyepesi, Simba wanahitaji brain kwenye uongozi wao, au Simba wanahitaji mtu mwenye pesa kwenye uongozi, hasa hii nafasi ya mwenyekiti wa klabu nafasi ambayo anaikalia Murtaza Mangungu. Of course kwa sasa namna ambavyo soka la Afrika limekuwa au ulimwenguni mzima, hivyo vitu vyote ambavyo umevitaja kwa kiongozi lazima awe navyo. Lazima uwe na financial muscles, mambo ya misuli ya kifedha uwe vizuri, lakini pia hata uwe una experience kwenye soka la Afrika kwa sehemu moja ama nyingine, uwe unafahamu namna ya uongozi unavyokwenda, uwe unafahamu vitu vingi kuhusiana na falsafa za mpira, hasa kwenye uendeshaji wa hizi klabu kubwa na zenye wanachama wengi kwa sehemu moja ama nyingine kwenye soka la Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo Simba wanahitaji kiongozi ambaye kwanza atajua kuenenda kile ambacho wanachama na mashabiki wanakitaka. Yani kiongozi ambaye atakuwa karibu na wanachama na mashabiki. Mfano mzuri ni Young Africans ambao sasa hivi tunakuwa tunazungumza muda mwingi. Mtazame rais wao wa klabu namna ambavyo anakuwa karibu na wanachama, namna ambavyo anakuwa yupo karibu na mashabiki, kuweza kuzisikiza zile kero ambazo mashabiki au wanachama wao wanaziona, na wao ndio wamekuwa wanaathirika kwa sehemu moja ama nyingine, na wao ndio ambao wamekuwa wanaiunga mkono klabu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwenye msimu hawa mashabiki na wanachama ndio ambao wao watakuwa kipaumbele kuweza kununua jezi zako ambazo wewe utazitoa, jezi mbili kwenye msimu, za ndani na za nje, kwa maana michuano ya kimataifa. Hawa ndio ambao watakuwa wanakupa wewe gate collection kwenye kila mchezo mkoani utakapokwenda, lakini pia hata kwenye mchezo zako za nyumbani. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao wathamani kwenye klabu yako, ambao lazima uwasikilize, lazima uwe nao karibu, lazima uweze kuwafanyia kile ambacho wao wanahitaji. Kwa mfano wanachama wakiwa wanataka, wanaona kabisa kwenye uongozi hakuna kitu kizuri, wewe kama kiongozi lazima uwaite mezani kwa utulivu, kwa busara, and then mzungumze kwamba klabu yetu, kwa manufaa ya klabu yetu, tufanye 1 2 3 ili mradi tufikie yale malengo ambayo tumejiwekea kama klabu. Lakini sio tu kuatoroka wanachama na mashabiki kwenye mkutano ndio iwe solution, and then uwe unataka matokeo mazuri kwenye mchezo. Kwa hiyo uongozi wa Simba kwa sehemu moja ama nyingine, though kikatiba bado wana muda mwingine kuendelea kubaki kwenye klabu, lazima wajirekebishe kwa sehemu moja ama nyingine. Mimi inaniuma sana kwa klabu kubwa kama Simba yenye historia kubwa katika mpira wa Afrika na Tanzania kwa ujumla, inafikia stages inakuwa ina struggle kwenye eneo la uongozi. Ilibidi zama hizi karne ya 21 tunaelekea 22, klabu kama ya Simba hii imeshakuwa katika ngazi nyingine kwenye eneo la uongozi, wawe wanadili hasa kwenye kuinua ama kwenye kuzalisha wachezaji ambao ni wakubwa wafanye biashara, au wawe wanaweza kwenda kutikisa usajili kwenye klabu kubwa kama vile Al Ahly, Mamelodi, Raja Casablanca huko wapi, lakini sio kuweza kukaa tena kudiskasi masuala ya uongozi. Ni aibu kubwa kwa mpira wa Afrika. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wanaamini suluhisho la hichi kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba, wanaamini kwenye vitu viwili. Cha kwanza, kusajili wanachama wapya. Lakini cha pili, wanaamini suluhisho la hizi shida zote zinazoendelea ndani ya klabu ya Simba ni Joseph Regasira, mkurugenzi wa Jairut, ndiye anayepaswa kuwa mwenyekiti wa hii timu. Wewe unasemaje? Mangungu katiba inambeba ya klabu ya Simba.
kwamba yeye bado ataendelea kuwa mwenyekiti wa Simba mpaka pale muda wake utakapomalizika wa kikatiba. I think ni miaka 4. Kwa hiyo I think uchaguzi unafanyika mapema mwaka kesho. 2026. Yeah, of course. Kwa hiyo yeye bado ana muda wake. Ni kama vile one season na out kutoka msimu wake wa mwisho kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa klabu ya Simba. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni ngumu kama yeye binafsi kutokujiuzuru kwenye hiyo nafasi yake. Yani wewe unamshauri Mangungu ajitoe. Wewe unamshauri Mangungu asigombee hata uchaguzi wenyewe. Watu hawakutaki. Unamshauri asigombee? Watu hawakutaki. Mimi nakuuliza wewe sasa. Watu kweli huenda kweli hawamtaki na wewe ushauri wako kwa yani kwenye Mangungu sio kama hapendwi na kila mtu. Kuna watu tu ambao watakuwa wanamuunga mkono. Wewe unaonaje aendelee kugombea nafasi yake, aendelee kushikilia nafasi yake au aache tu kwa sababu anaonekana kutokuungwa mkono na watu wengi? Nazungumza kwa yale ambayo nimeona na kuyasikia. Ni wazi asilimia kubwa ya mashabiki wa klabu ya Simba hawamtaki mwenyekiti wao Murtaza Mangungu abakie kwenye nafasi yake. Kwa hiyo kwa kiongozi ambaye ana thinking na alishawahi kuzungumza waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Lumumba, no matter how you doing, you spoil it. A good dancer must know when to leave the stage. Yani mtumbuizaji mzuri ni yule ambaye anafahamu muda wa kushuka jukwaa ama stejini. Kwa hiyo Murtaza Mangungu huu ndio wakati wake wa kushuka stejini. Asisubiri mpaka timu inamaliza nafasi ya 8 kwenye msimu. Anasubiri Simba iwe Benini. Anasubiri Simba iwe Benini. Kwa hiyo ni wakati wake sasa waweza kuachia. Kama wanachama wenyewe hawaridhishwi na mwenendo wake kama kiongozi na wanatamani hata leo tunavyozungumza waone press release ya klabu ya Simba, taarifa kwa umma kwamba Murtaza Mangungu amejiuzuru. Kwa hiyo haina haja yeye kuendelea kufosi sehemu ambapo hatakiwi. Sawa. Joseph Regesira ambao wana Simba wengi ndio wanamuona sasa ndio suluhisho la matatizo yaliyopo ndani ya klabu ya Simba. Kwa unavyomuona wewe, the way ambavyo anavyoendesha Jerut, ahadi zake ambazo aliziahidi ndani ya klabu ya Simba, unadhani ni mtu sahihi ambaye wana Simba wanampigia kelele kwamba wanatamani ndiye aje kuwa mwenyekiti? Ni mtu sahihi kwa Simba kwa wakati huu? Inategemea na vipaumbele vyake ambavyo ameviweka kwenye klabu. Kwa sababu yeye mimi naamini atakuja kupita pale ambapo mwenzake amekosea. Atakuja kuzuia vile viraka ambavyo ameviweka. Though sidhani kwamba moja kwa moja ghafla itakuwa kwa 100% kwamba ile shida yote ambayo wana Simba wamekuwa wanaiona kwa Murtaza Mangungu itakwenda kutoweka kwa hali mara moja, kufumba macho na kufumbua. Hapana, ni mchakato kama ilivyokuwa mchakato wa Simba kutoka kwenye ule timu yao kuwa bora kwa sehemu moja ama nyingine hadi kufikia huku sasa hivi ilipo. Ilikuwa ni process zaidi ya miaka 5-4 wamekuwa hapo kwenye huo mchakato. Kwa hiyo pia nayo haitakuwa kitu cha ghafla kuweza kutoka pale ambako hapo kwenye shida ya viongozi and then gari lao la uongozi kuweza kukaa sawa. Ni mchakato, haiwezi kuwa kitu rahisi kutoka kule walikokuwa mpaka kwenda kule wanakotaka kwenda. Wana Simba, chukueni peni na karatasi na hivi vitu inabidi mvizingatie sana. Shida ya Simba sio Murtaza Mangungu. Shida ya Simba cha kwanza kabisa ni katiba ambayo inatoa mamlaka ya kiuongozi na maamuzi kwa watu tofauti tofauti. Yani hakuna kauli ya mwisho ndani ya Simba. Hilo tatizo la kwanza ambalo ninyi wana Simba mnapaswa kulirekebisha. Lakini suluhisho jingine ambalo nadhani linaweza likawasaidia, jitahidini mpate mwenyekiti ambaye Simba itakuwa sio sehemu ya kipato chake. Simba iwe ni sehemu ya kwenda kuongoza, lakini awe na shughuli nyingine anazozifanya zinazomuingizia kipato. Kwa lugha nyepesi sana, watu wa mpira watanielewa, mnamhitaji mtu kama Florentino Perez wa Real Madrid ambaye timu inapokuwa inahitaji kusajili, akiona account ya Real Madrid imechea fulani hivi, yeye anachukua mzigo wake anaweka kwenye klabu, kama vile ambavyo amewahi kuwa the late Hans Pop Zakaria. Lakini suluhisho la mwisho kwenye klabu ya Simba, mnahitaji mtu mwenye maarifa aje kuwa mwenyekiti wa klabu yenu. Mkiyazingatia haya mambo, mtanishukuru baadaye. Mimi ni Lusamwa Hamisi Lusamwa. Hii ni The Golden Boot, nilikuwa na Leopard John. Usisahau kusubscribe na kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, huko kote tunatumia Annual TV. Till next time. Shukran.